Jamani, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, ndugu yangu Mpogolo, kutambua uwepo wa mtendaji wetu mkuu wa baraza letu la michezo. Naomba kutambua uwepo wa rais wetu wa shirikisho la mpira wa kikapu, ndugu yetu Hashim. Lakini kipekee sana nitambua uwepo wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, ndugu yetu Baba Levo, ambaye pia ni balozi wa timu yetu hii ya Dasite ya basketball. Naomba kutambua uwepo wa kocha na timu nzima au benchi la ufundi, lakini wachezaji na ndugu zangu wanahabari, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha kwangu na heshima kwa Mungu wetu kutupa uhai na uzima na kuwezesha ratiba zetu kuendelea kama ambavyo tulitamani na tulivyozipanga. Leo ni miongoni mwa siku zinazoleta taswira mpya na kuanza kuandika historia mpya katika wizara yetu ya michezo, habari, sanaa na utamaduni, kupitia mpira wetu wa kikapu kuingia kwenye timu bora 8 zinazokwenda kushindana South Africa kwenye mashindano ya Afrika. Nimefuatilia kwa kina historia ya mpira wa kikapu kwenye taifa letu. Ni ukweli pasipokuwa na shaka, Dasite mmepata heshima ya kuandika historia ya taifa letu la Tanzania kwa mara ya kwanza tangu mashindano haya yaanzishwe duniani, wa Tanzania kushiriki kwenye mashindano ya Afrika. Historia hii mnayoiandika inaenda kuleta chachu na kuongeza hamasa kwa vijana wengi kwa kuona mchezo wa kikapu au mpira wa basketball si tena mchezo wa watoto wa matajiri tu, si tena mchezo wa watu kujiburudisha na kujinufaisha, bali ni mchezo unaojenga uchumi na kubadilisha taswira za familia zetu kwa watu wenye vipaji. Nendeni mkijua ya kwamba Tanzania inawadai ushindi, inawadai rekodi njema, inawadai historia itakayobeba vizazi vinavyokuja. Ni matumaini yetu kama wizara, mafanikio mtakayoyapata yawe chachu ya kuwafanya watu wengine wajitokeze kuanzisha timu nyingi za basketball, ili tuwe na ligi kubwa yenye ushindani na iwe ligi bora inayoweza kuchukua nafasi ya pili, ya tatu ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini kwa bara zima la Afrika. Mnafahamu mchango wa Simba na Yanga kwenye mashindano ya African Championship, na nyinyi tunaomba kama ambavyo Simba na Yanga walifungua milango, tukaona Namungo, tukaona KMC, tukaiona Azam, tukaona timu zingine zimeingia kwenye mashindano ya Afrika. Naombe na nyinyi Dasite mkafungue milango ya kusababisha Tanzania tuwe na timu zaidi ya moja zitakazokwenda kwenye mashindano ya Afrika. Tumeanza kuongea na wafadhili ili kuifanya timu yetu iwe na ushindani, lakini na mazingira mazuri ya timu zetu kufanya vizuri. Nao furaha ya kwamba CRDB imekubali kuwa mfadhili wenu mkuu kwenye ligi ya hapa ndani, kuanzia pale ambapo rais wetu atakapopata nafasi ya kukutana nao. Lakini la pili, tumeanza kuangalia maeneo ili tuweze kujenga viwanja vingi vya basketball na kupelekea mashindano haya yakifanyika basi yafanyike katika mazingira bora. Nao furaha kusema kwamba mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa kwanza kuitikia maombi ya wizara yetu ya habari, michezo, sanaa na utamaduni wa kutenga eneo kwa ajili ya kujenga uwanja bora, mzuri na wenye vigezo vyote wa basketball ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ni wito wangu na rai yangu kwenye mikoa mingine walio tayari, tushirikiane nao ili tuweze kujenga viwanja vingi vya basketball. Na viwanja hivi tunatamani pia vitumike hata wakati ambao mvua inanyesha, watu wana uwezo wa kucheza.
Lakini habari njema zaidi nilizonazo, Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshatoa maelekezo kwenye wizara yetu na sasa wako kwenye michoro ya kujenga uwanja mkubwa zaidi utakaokuwa na matumizi zaidi ya moja, ikiwemo na mchezo wa basketball ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, tena katika maeneo ya Kawe. Kwa hiyo nendeni mkijua ya kwamba Tanzania inawategemea, lakini mkijua kwamba serikali ya Rais Samia ambaye ndio amekuwa mchezaji namba moja, mmeona namna alivyoongeza morali kwenye upande wa timu zetu za mpira wa miguu wa kike na wa kiume, na sasa ameamua kuongeza morali kwenye riadha ambako nako tunafanya vizuri. Lakini pia alishaelekeza, na mimi haya mambo nimeyakuta, sio nimekuja nayo mie, nimekuta tayari wenzangu wameshaanza mkakati wa kujenga dome za kutosha, lakini ndani yake tuwepo na uwanja wa nini, wa basketball. Kwa hiyo nendeni mkijua kwamba Tanzania imekubali kuwekeza kwenye michezo, na nyinyi tumieni fursa kuonyesha kwamba serikali yenu na wadau hawajakosea kuwekeza kwenye michezo. Jambo la mwisho ni kuwaomba wafadhili wote, mashirika yote ya umma, taasisi zote za serikali, hakuna dhambi kuanzisha timu. Nilipokuwa nafuatilia taarifa, na nyinyi mnafahamu, timu ya basketball iliyokuwa inafanya vizuri sana miaka ya nyuma ilikuwa ni ya Jeshi la Wananchi, na sasa nimewauliza, wameniambia timu inaendelea vizuri, lakini pia timu nyingine ni ya JKT. Ningetamani tuwe na timu nyingi kadri iwezekanavyo, ili tunapoanzisha ligi hii iwe ligi yenye ushindani mkubwa na itakayoleta kutengeneza vipaji vitakavyoweza kufanya kazi ya kulitangaza taifa letu nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa rai yangu kwenye mashirika yote, makampuni, mabenki, benki ikiamua kushika timu kama ya Dasite, benki nyingine au shirika jingine likatafuta timu nyingine, inawezekana ni mpira wa kikapu, inawezekana ni netball, hata ile mpira wa kikapu wa walemavu, hata kama ni cricket, hata kama ni mchezo wowote ule, sisi wizara tutakuwa tuko tayari kushirikiana nanyi na kuhakikisha kwamba hiyo ndoto ya kuinua na kutambulisha vipaji vya Watanzania, ndoto ya kujenga uchumi kupitia michezo, ndoto ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu na kituo cha utalii wa michezo, wizara yetu itakuwa pamoja nanyi usiku na mchana ili ndoto itimie. Baada ya kusema hayo, najua ratiba yenu sasa mnaondoka kwenda South Africa, na mimi kwa niaba ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mchezaji namba moja, mtu mwenye mapenzi ya dhati na wana michezo wa taifa hili, niko tayari kuwakabidhi bendera ya Tanzania. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.